Yes, mpaka tunahitimisha sehemu ya 5 jana, basi tulipata kuona kwamba Inspector Konya alikuwa amefanikiwa kumwokoa binti huyu Umu ambaye alikuwa kwenye mikono ambayo haikuwa salama sana kwa ajili yake, lakini pia Umu alikuwa amemwambia Inspector kwamba nimemuona Maureen, yani mtoto wake Maureen ambaye kumbe yuko mikononi mwa Mr. anayekwenda kwa jina la X, kubwa la maadui kabisa. Lakini kumbe hatari nyingine ambayo tuliona ni kwamba kumbe huyu mtu ni waziri mkuu, yani kwa maana hiyo ni baba yake na Umu mwenyewe ndio ambaye alikuwa na yule binti ambaye sasa akiwa huko alikuwa anamuita Sandra, lakini kumbe jina lake ni Maureen. Konya amechoka kweli kweli, lakini imekuwa ni vizuri pia kufahamu kwamba kumbe binti yake yupo hai. Kilichobaki basi ni namna tu na mipango ya namna gani atakwenda kumwokoa binti yake. Basi mimi kwa moyo wa dhati msikilizaji na kukaribisha sana ujitungane hapa katika sehemu hii ya 6. Simulizi inakwenda kwa jina la Inspector Konya. Mwandishi anakwenda kwa jina la Xavier Luoga, mwenye anapenda kujiita mkandarasi, si ndivyo tuko naye hapa kwenye simulizi hii, na kumbuka simulizi hii basi inapatikana hapa Simulizi Zetu Media, na hii ndio sehemu pekee na channel pekee ambayo msikilizaji basi unapata kuenjoy kwa kusikiliza simulizi mbalimbali nzuri kama hivi, waandishi wakali, lakini pia sambamba na wasimuliaji. Bila shaka unaenjoy. Karibu sana kujiunga ili kuwa mwana wa familia wetu kwa kusubscribe channel yetu, usisahau kushare, kulike, comment pia. Na ukifanya hivyo basi ni moja kwa moja unakuja kuwa ni mwana familia wetu katika familia kubwa hii wapenda simulizi. Kwa hivyo nataka kuja WhatsApp pale, basi tuma ujumbe kwenye namba ya simu 0757 567253, lakini usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kokote. Tunapatikana kwa jina la Simulizi Zetu Media. Nyuma mic jina langu naitwa Tutu. Sasa twende tukaendelee kuzifungua kurasa hizi, ambapo sasa tunaacha pale ambapo tulikuwa tumeachana na Konya akiwa na Umu. Tunakuja moja kwa moja gerezani sasa, ambako tunaonyeshwa Fani alikuwa bado katika kichumba kidogo ambacho alikuwa amewekwa huko baada ya pambano lake kumalizika na kufanikiwa kumuua Maalum Bashasha. Fani alikuwa anawaza kuwa siku moja kabla pambano Maalum Bashasha alimwahidi kwamba atamwagia kila kitu kuhusu Mr. X. Bado Fani alikuwa anaendelea kuteseka na anataka kumjua huyu Mr. X kwani ni nani. Basi ghafla mlango wa chumba alichokuepo ulifunguka na mwanga mkali uliingia ndani hadi ukamuumiza macho Fani. Aliamua kutumia mkono wake ili kujikinga na mwanga huo, na alipoingia kulikuwa kuna hatua za haraka ambazo zilisogea mpaka pale alipokuwepo Fani. Mtu mmoja alifika pale akanyoosha mkono kama kuna kitu ambacho alikuwa anataka hivi Fani apokee. Basi Fani alipokea na kugundua kwamba ulikuwa ni ujumbe mzito kutoka kwa baba yake Inspector Konya. Ujumbe wenye maneno machache ambao ulikuwa ukitimiza ahadi ambayo alikuwa ameahidiwa mwanzo kwamba baada ya kumaliza wiki na kumaliza kazi ambayo alikuwa ametumwa pale gerezani basi anatakiwa kutoka. Ujumbe huu ulisomeka hivi: It's a time now. Let's find Mr. X. Ni muda umefika sasa tukatafute hiyo thamani ya X, ama tukamtafuta huyo mtu ambaye anajiita X. Sasa ujumbe huu ulikuwa na sentensi moja tu ambayo ilieleweka vizuri sana kwa Fani. Alipomaliza kusoma akarudisha ujumbe ule kwa yule askari ambaye alikuwa ameleta ujumbe mle ndani. Okay, saa 6 kamili mchana unatakiwa kuwa nje ya jengo hili. Utatumia nafasi ya kwenda kuzika mwili wa Maalum Bashasha na kisha utatorokea huko. Inspector utamkuta upande wa juu ndani ya jengo la zamani la TANESCO. Lakini ameagiza utoke na mwanamke ambaye anaitwa Hadija. Yule askari aliongea kwa kunong'oneza karibu sana na sikio la Fani. Na huyu ni nani sasa? Aliuliza Fani kwa kuwa hakuelewa nini ambacho kilikuwa kinamaanisha kwamba anatakiwa kukuburuzana naye na binti mwingine ambaye ni mwanamke na yeye hakuwa anajua. Basi akaambia kwamba hili ni agizo kutoka kwa Inspector. Aliangalia askari na haraka alipiga saluti na kutoka mle ndani akifunga tena mlango kama ambavyo ulikuwa mwanzo. Baada ya nusu saa tu sasa mlango ulikuwa umefunguliwa tena na askari wawili waliingia ndani wakamnyanyua Fani kisha walimtoa nje kabisa ya gereza, wakampakiza gari na kuondoka naye. Ndani ya gari lile pia kulikuwa na mwanamke ambaye na yeye alifungwa akiwa na makosa ya ugaidi, na huyo alikuwa ni Hadija. Ni yule mtu wa Mr. X. Sasa sijui Konya alikuwa na mpango gani mpaka kumwambia Fani kwamba anataka kutoroka na huyo mwanamke. Kumbuka ni adui yake. Basi ndani ya gari hilo kulikuwa na watu 5, yani askari 3, mmoja alikuwa ni dereva na wawili walikaa nyuma kabisa ya gari ili kuweka uzio. Waliobaki alikuwa ni Fani pamoja na huyo dada ambaye anaitwa Hadija, ambao wote walikuwa wamefungwa pingu.
Gari lilikuwa kasi sana hadi kufika sehemu husika ambayo bila shaka iliandaliwa kwa ajili ya tukio maalum ambalo lilipangwa kufanyika huko. Basi Fani na yule mwanamke walishushwa hadi kukutana na gari nyingine ndogo ambayo ilikuwa ni Toyota IST ambayo buti lake la nyuma lilikuwa limefunguliwa. Kabla hajakaa sawa, zilitolewa chepe mbili pamoja na jembe, zikawa zimerushwa chini karibu yao kabisa. Chimba hapa kwa ajili ya kuhifadhi maiti ni futi 6. Amri ilitolewa na bila hiana. Fani ndo mbali alikuwa kwanza kuchukua chepe, lakini kabla hajaanza kuchimba alimsogelea askari mmoja akamnyoshia mkono wake ili aweze kumfungua pingu. Yaani nitachimbaje sasa? Askari, hebu tumfungue. Yule askari alikuwa akizungumza na mwenzake ili wakubaliane, na mwenzake akamwambia ni kweli yuko sahihi, fanya kama ambavyo ameomba. Yule mwingine ambaye alitoa agizo akaagiza tena kwamba Fani na yule mwanamke wafunguliwe. Fani akaanza kuchukua jembe na kuchimba shimo ambalo walikuwa wameelekezwa kuwa ni kwa ajili ya kuweka maiti. Basi alitifua juu kimo kadhaa, na kwa ghafla bila hata kuuliza Hadija naye aliingia ndani ya shimo hilo akiwa na chepe na akawa anatoa udongo ambao Fani alikuwa ameutifua. Tunatoroka muda gani? Hadija kwa ujasiri mkubwa alipenyeza sauti kwa Fani kana kwamba na yeye alishakuwa ameambiwa kuhusu mpango. Ukiona nimepotea tu nawe potea, alijibu kakamavu Fani, na kisha akaendelea na kazi yake ya kuchimba. Sikupata bahati ya kutazama mpambano wako, ila bila shaka nimesha kuelewa tayari. Napenda mwanaume mkorofi kama wewe, aliendelea kuongea Hadija huku sauti yake ikiwa inatoka kama mwanaume. Nitakuoa ikiwa tu nitamuoa Mr. X kwa mikono yangu mimi mwenyewe, aliongea Fani, na lugha zao walikuwa wanaelewana wao wenyewe kwa kuwa ilikuwa imepita ni hatua kama kadhaa tu za binti kuwa muhuni, lakini mwanaume pia alikuwa ndo kama hivyo. Basi hakuna ambacho kiliharibika. Walikuwa wameshaelewana lugha ambayo wanaongea na lengo ambalo walikuwa wanalo mbele yao ilikuwa ni kutoroka. Basi walichimba shimo kubwa la kutosha, na kisha wote wakatoka nje ya shimo na kukutana na askari wote wakiwa wamekusanyika sehemu moja. Walikuwa wanaendelea kuvuta sigara na bila shaka hawakuwa na shida aina yote ile. Kuna mmoja wao anatumia hii? Askari mmoja aliuliza kina Fani na Hadija kwa utani. Bila shaka baadhi yao walikuwa wanafahamu mpango huu wa kutoroka, yani lazima iwe hivyo. Mimi nikitumia hiyo analewa mapema bwana. Na kuja kupata mizuka nianze kusumbua watu huko. Afu kati yenu sijaona hata ambaye anaweza kuniridhisha ujue. Hii aliongea Hadija kwa utani. Basi wote kabidi wachoke. Yaani walichoka. Yaani binti anasema wanaume sisi wote kweli hamna ambaye atamridhisha, mbona kama anatudharau hivi? Basi mmoja akamwambia fikieni bwana, huu mwili mapema bwana, afu mfanye ambao limewaleta hapa. Waliongea na kuendelea kufanya mambo yao bila hata kuwawekea ulinzi wafungwa wao. Ni wazi huu ulikuwa ni mpango ambao kuna namna ulikuwa unafahamika. Fani alitikisa kichwa kwa jinsi ambavyo askari wale walikuwa wananunulika kiurahisi sana. Baadaye aligeuka haraka kuelekea katika gari ambalo walikuwa wameelekezwa kwamba kwa kuna mwili wa mtu ambaye wanatakiwa kumzika hapo. Alifunua karatasi ambalo lilikuwa limefunikwa katika mwili huo na kukuta mwili wa Maalum Bashasha. Bila shaka wamemmalizia. Hakufa huyo. Hadija alijua hilo mapema sana. Fani naye alitikisa kichwa na kumwambia ni kweli kuna alama ambazo zimevujia damu na hazikuwepo wakati wa pambano, huyo hakufia pale. Basi walinyanyua mwili ule na kutupa katika shimo ambalo lilichimba, na mwishowe walifukia na ikawa kaburi. Walishindilia na kusawazisha vyema, na hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha kama labda si kuna mtu mziko pale. Yaani kila kitu kilikuwa ni magendo tu. Kwa hivyo ilisawazishwa namna fulani ambapo mtu akipita anapita tu kama ardhi. Kwa hiyo tunaaga. Hadija alikuwa anaongea sana. Alimuuliza Fani kwamba waage askari kwamba wanatoroka wanafanya hivi, mnamuelewa vizuri? Basi Fani ilibidi acheke tu. Akamega hatua zake kuelekea bondeni ambako alielekezwa kwamba kwenye ile karatasi ambayo alikuwa amepewa kule jela. Basi walitembea kwa haraka kuachana na kipori hicho kidogo ambacho walitoka kufanya mazishi ya Maalum Bashasha. Sasa mbele alikutana na askari yule ambaye aliyekuwa amempa karatasi kule gerezani. Askari alikuwa amevalia mavazi yake ya kawaida kabisa. Mkononi mwake alikuwa ameshika nguo ambazo zilikuwa kwenye karatasi. Alimkabidhi Fani na kisha naye akaondoka sehemu hiyo. Nia yake ilikuwa ni Fani pamoja na Hadija wabadili mavazi yao tayari kusogea katika jengo la TANESCO ambako Inspector Konya atakuwepo. Dakika 2 mbele ilisikika sauti ya risasi zikirindima eneo ambalo walikuwa wameacha askari. Fani alitabasamu tu kwa kuwa alishaelewa nini kinaendelea. Ni kwamba askari walipiga risasi ovyo ili kuleta ushahidi kwamba Fani na Hadija walikuwa wametoroka na walikuwa wanawinda kwa risasi ili kuonyesha umahiri wao, lakini ndio hivyo wakatoroka. Basi safari hii ilikuwa ya haraka sana ukizingatia kila mmoja wapo alikuwa na hamasa kutaka kushuhudia wito maalum wa Konya. Fani na Hadija walitembea safari ndefu sana hadi kufikia jengo la TANESCO la zamani ambako huko ndiko waliambiwa wanatakiwa kuelekea. Basi walifika sehemu husika na kukuta sehemu imetulia sana.
Milango ilikuwa mingi, lakini eneo la jengo hilo lilikuwa bovu kutokana na kupata athari kipindi lilipokuwa linatumika. Nje ya mlango mmoja alisimama Umu akipunga mkono kuwaelekeza Fani mwenzake ili wapande wafike katika ule upande ambako wapo. "Subiri wewe mwanangu, unamjua yule?" Hadija alimzuia Fani akisogea mbele yake. Alikuwa mwanamke mwenye tahadhari sana. Kimuonekano Hadija alikuwa ni mwanamke mzuri tu wa kawaida, lakini sijui kwa nini aliingia katika harakati za kigaidi na kutumika vibaya kwa kiwango hiki. Fani alimwangalia Hadija, akatabasamu kisha akavuta mkono na kumpigisha hatua za kilazima. Haraka hadi kwenye chumba ambacho alikuwa ameitwa na Umu akaelekea. Na chumba kilikuwa kikubwa sana, pia kilikuwa kichafu mno. Makaratasi ya majani na miti yalikuwa yametapakaa kila sehemu, lakini hilo lilikuwa kikwazo hata kidogo kwa mtu kama Konya. Alijua kabisa sehemu hiyo inafaa kabisa na ni salama kutokana na jengo hilo kutokuingiliwa na watu. Serikali ilishaweka tahadhari kubwa kutokana na vyanzo vingi vya umeme ambavyo havikutakiwa kuanzia pale. Basi ndani alikuwepo mwanaume mwenyewe, Konya, ambaye bado alikuwa anatambulika kama inspector wa polisi. Alikuwa yuko pia Umu Mustafa, binti pekee wa kipenzi cha waziri mkuu Mheshimiwa Ali Mustafa, na mtu wa tatu alikuwa ni Marco Polo. Jina lake ambalo linatambulika kwenye vyombo vya habari ni baharia wa nchi kavu. Na huyu ambaye alikuwa amevaa jaketi kubwa ambalo lilikuwa linamficha mpaka upande kidogo uso wake, alikalia kwenye box kubwa ambalo lilikuwa limetengenezwa kwa miti ya mbao, na mbele yake kulikuwa na mitambo mingi sana ambayo kufahamika wameleta hapo muda gani na wameunganisha muda gani. Kulikuwa na kompyuta 2 kubwa mezani, generator kubwa ambalo pia lilikuwa linatetemeka tu bila kutoa sauti. Kulikuwa na vikorokoro vingine vingi sana ambavyo mwenyewe alikuwa anavijua. Basi kila muda alikuwa makini kuchezea vitu vyake na hata kushtushwa na ujio wa Fani na Hadija yeye wala hakushtuka. Aliendelea na shughuli zake. Basi Fani na Hadija wakaongeza idadi na kuwa jumla ya watu 5 pale ndani. "Mwanangu," alipoingia Konya tu, ambaye huyu ni Fani Konya, alienda kumkumbatia mtoto wake huyu wa kipekee ambaye alihisi ndo mbaki kama tumaini lenye kufanikisha kukomboa familia, ikiwemo mtoto wake yule mwingine ambaye ametekwa. "Mzee vipi? Mbona wito wa ghafla na umenitoa na huyu mwanamke ni nani simjui yani?" Fani aliuliza akiwa na mashaka sana na mipango ya babake. Akamwambia kwamba huyu anaitwa Hadija, ana taarifa nyeti sana kuhusu watu wa siri wa serikali. Aliniahidi kwamba hawezi kusema mpaka nifanikishe kumtoa ndani ya gereza. "Karibu sana Hadija," alisema Konya akimsogelea Hadija na kumpa mkono, lakini mkono wake haukupokelewa. "Uogopi kwamba nitakuteka tena inspector?" aliongea Hadija, na bado hakuwa amepokea ule mkono. "Aisee bwana mdogo, huyu binti ndo mbali nitaka kipindi kile bwana." Then nikaibuka kuwa ni mtu ambaye alijitambulisha kwamba anaitwa Kharifu, aliongea Konya. Na alipotaja jina hili la Kharifu, macho yake yalienda moja kwa moja kwa Umu. "So umemwamini kuwa anaweza kutusaidia? Umemwamini huyu mwanamke kwa kiasi gani yani?" alijibu Fani akiwa na jicho la chuki sana ambalo lilienda moja kwa moja kwa Hadija. "Mwanangu, huyu ni mwanamke hatari sana. Yani kama hakuna nia ya kutusaidia, bila shaka angesha kutoroka mapema sana kama hakuwa anataka kukaa na sisi. Yani wakati mnakuja lazima angetoroka. Nipe nafasi ya mwisho ya kumwamini tu huyu binti. Kuna vitu vichache ambavyo alinigusia kuhusu maadui, na baada ya kuviunganisha nikapata maana ya yeye kuwa ni muhimu sana kwenye mpango wetu." Alinyosha maelezo Konya. "Bosi, nimeipata." Marco Polo alikatisha maongezi kati ya Konya na Fani na kuwaeleza kwamba amekipata kile ambacho alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu sana. Basi wote walisogea katika meza alipokuwepo anacheza na kompyuta yule Marco Polo. Anaitwa Sam Dafor, ni mkazi wa Tabata. Ana nyumba takriban 6 Dar es Salaam. Na hii ni kwamba kila nyumba anaenda kulala kwa siku 5 tu, lakini nyumba yake kuu iko Tabata. Aliwahi kuwa mwanajeshi ambaye alipigana vita huko Sudani na alitenguliwa mguu wake kwa risasi, kwa hivyo mguu wake mmoja ni mbovu. Alipotoka Sudani aliwahi kuteuliwa na kuwa waziri mkuu. Kwa sasa anaongoza vijana wengi sana katika uhalifu. Na waona vijana wengi sana kwa hapa. Marco Polo alitoa maelezo ambayo aliyapata kwenye mtandao wake. Alitumia simu ambayo ilikutwa katika mfuko wa Marcus na akadukua taarifa za simu ambayo alikuwa amepiga Sam Dafor. Ile simu ambayo aliipokea Konya na kisha akakata siku ile simu, nakumbuka. Sasa taarifa zake zikawa wazi mbele ya Inspector Konya. Yani kila kitu kikawa wazi mbele yake. "Sasa huyu ndo Mr. X, si ndio?" aliuliza Konya, huku mkono wake ukiwa kwenye picha ya mtu ambaye alikuwa anamfahamu sana na pia aliwahi kuwa bosi wake wa muda mrefu sana, na ndo ambaye alikuwa amesaini barua ile ya pili ya uhamisho wake kumpeleka Morogoro. "Sidhani," alijibu Marco Polo akaendelea kuangalia taarifa nyingine ambazo ilikuwa ni kwa msaada mzuri wa upande wao. Basi Fani alikaa pembeni kusubiri agizo tu la baba yake, anataka waende kumshughulikia mtu huyu ama la. "Mwanamke huyu mtu unamjua?" Konya aliuliza, macho yake sasa alikuwa kwa Hadija ili kupata hakika. "Ndio," alijibu Hadija akionyesha wasiwasi kidogo juu ya mtu huyo.
Kwa hivyo unataka kuniambia kwamba Sam Dafur ndo Mr. X? Aliuliza tena Konya akiweka sikio lake sawa ili apate kusikia vizuri. Ndio, unajua huyu ni bosi wangu ambaye ndo mimi huwa namtumia sana kijana wake mmoja hivi anaitwa Freddy. Huyu bosi yeye huonekani mara kwa mara na ukimwona lazima akupe kiapo cha kukua wewe na familia yako. Yaani ikiwa tu ukijitahidi kumuumbua kwenye lolote lile lazima atakupa mtego wote ule. Mimi niliwahi kufanya kazi yake ya kwanza na niliongea naye tu kwenye simu akanilipa pesa ndefu sana. Kazi aliyonipa mwanzo ilikuwa ni kunituma kwenye mlipuko wa Morogoro na kisha kukushawishi wewe karibu na mimi na kisha niwasaidie watu wake kukuteka. Kuna mmoja ambaye alikuwa anaongoza kundi anaitwa Harifu. Huyo ambaye mmemtaja mwanzo huyo. Basi wakati anaendelea kusimulia Hadija kuhusu Karifu, basi roho ilikuwa inamuuma. Yaani kila aliposikia jina la Karifu linatajwa kuna kitu kwa kinamsukuma kwamba sijui amwage uchafu wote wa Harifu ama afanyaje. Lakini upande mwingine Alisi akisema basi wanaweza wasimwache salama Karifu akamua. Kumbuka ni mwanaume ambaye anampenda kwa siku nyingi. Basi ilikuwa kile likitajwa lile jina alikuwa anatetemeka sana, lakini hakuwa anataka kusema chochote. Basi binti akaendelea kwamba mara ya pili nilipata kuonana na huyo mtu ana kwa ana. Na hapo ndipo ambapo alinipa tukio lingine la kwenda kujitambulisha kwa askari kwamba nimehusika na mlipuko wa bomu ambao umetokea Mbagala. Na aliniambia nikishafungwa tu basi atanitoa ndani ya siku 3. Ahadi yake haijanipendeza hata kidogo kwa sababu ni miezi sasa toka nifungwe mimi. Mpaka leo hii hajanitoa. Na mimi nasema kwamba yeye ndo Mr. X kwa sababu huyo bosi Sam Dafur huyo niliambiwa kwamba na alama ya X kwenye mguu wake. Freddy ndo ambaye alinitobolea hiyo siri. Hadija aliongea mpaka mwisho. Basi Marco Polo, hakuna taarifa zote zile kuhusu walipo huyu mwanaharamu Karifu? Alichanganyikiwa Konya na akauliza. Hakujua anzie wapi kati ya Sam Dafur ama huyo Karifu. Alikuwa na haraka sana na Karifu kwa sababu alishaelezwa kwamba na kwamba huyu ndo ambaye alikuwa ameondoka pale akiwa na Maureen kipindi alipokuwa ameteko. Yaani ilikuwa hivi. Walipokutana na Konya kule kwenye ile gala ambako walipigana Konya pamoja na Marcus hadi kupelekea Marcus kufa. Alikuwa amempasha onya kwamba akifanikiwa kumpata Maureen na alikuwa anajua kwamba Karifu ni msaada kwake. Sasa akamwambia Konya kwamba Karifu alimfunga yeye kamba miguu na mikono pamoja na mdomo kisha akatoroka na mtoto. Alisema hivyo tu, hakueleza habari ya Karifu kwamba sijui alishamwambia kwa Mr. X ni baba yake. Bado nafsi yake ilikuwa inakataa, yani kata. Ni kweli alikuwa anamchukia baba yake lakini si kwa kumchoma kiasi kile. Yani ikiwa hata yeye mwenyewe bado alikuwa amini kama babake ndio Mr. X. Yaani mpango wa kumtafuta huyo Mr. X auawe na yeye ashiriki tena kwa babake mzazi hata kama anamkasirisha, lakini hicho sicho kitu ambacho alikuwa anataka ukiamini sasa hivi. Kwa hivyo ndio maana hakusema kitu chochote na ndivyo ambavyo hali halisi ilikuwa mpaka sasa. Mwanangu sasa sikia, hapa tunagawana kazi za haraka sana. Wewe utaondoka na huyu mwanamke, yani Hadija kumfuatilia Karifu pote pale alipo ili mpate mwanangu. Tumia hata uchawi mwanangu. Mimi naenda kumalizana na huyu mwanaharamu Mr. X. Leo liwake jua, inyeshe mvua. Lazima niondoke na roho yake. Aliongea kwa ghadhabu Konya akitembea huku na kule. Kwa hiyo, unaongea kwa Maureen nitamkuta kwa huyo jamaa? Aliuliza Fan ili awe na uhakika ambacho anakifanya kwa maana alikuwa na hofu sana kuwa mtu ambaye pengine hatakuwa ni yeye. Konya kujibu swali hilo, badala yake alisimama na kumwangalia ambaye hadi muda huo alikuwa anatetemeka tu. Hakujua kabisa yupo upande gani. Moyo wake ulikuwa unadunda wakati wote. Hali ya Fani alielewa vizuri sana. Alishajua kuna kitu ambacho kinaendelea moyoni kwa haiwezekani atetemeke kiasi kile wakati katika safari ya kurudi Tanzania. Alikuwa mgumu sana wa moyo kweli. Yaani mpaka kashiriki katika tukio la kumpiga jiwe zito Generali Anton Swiper. Hafu leo anatetemeka. Kwa nini? Kuna nini? Nitamtafuta Karifu. Aliongea kwa nguvu Fani na akakazia kwamba alikuwa akikazia kwa kipiga ngumi moja kubwa sana ambayo ilifanya jengo hilo litingishike na kuangusha uchafu. Fani alipiga ukuta makusudi kwa sababu alishajua kwamba jina Karifu linautesa sana moyo wa Basi haraka akamvuta Hadija hadi nje ya jengo hilo na kumwambia maneno kadhaa kabla hajaondoka kabisa kwenda kumtafuta huyo Karifu. Kabla kumpata Karifu inabidi tuweke kitu kimoja sawa kwanza. Tutasubiri hapa mpaka huyo mwanamke ndani atoke nje. Aliongea Fani akimvuta Hadija katika kona moja upande wa nje ambayo ilikuwa inaweza kuwaonyesha chochote ambacho kinaingia ndani lakini pia kinachotoka. Basi upande wa Konya yeye aliendelea kufuatia taarifa nyingine za Sam Dafur ili ajue sehemu ambako muhusika huyu atakuwa ameenda. Location ya Sam ambayo ilikuwa imepigwa bado ilikuwa inaonyesha Sam Dafur yuko Tabata.
Marco Polo yeye hakuwa kabisa na jicho la kumtazama mtu. Yeye macho yake yalikuwa katika kuchezea kompyuta kwa kasi. Utadhani kwamba anapokuchoma mahindi hivi kwenye kibunzi. Alikuwa ni fundi kweli kweli kwenye hii teknolojia. Basi sasa Umu baada ya kuona ndani humu hakuna ambaye alikuwa busy naye, aliamua kuaga kwa Konya kwamba anaelekea kwanza kuonana na baba yake. Konya alimwasa kuwa makini sana kwa sababu kwa sasa atakuwa anatafutwa sana na maadui. Umu alimpa moyo Konya kwamba atakuwa salama na anaenda kumuona mara moja tu babake kisha atarudi hapo. Sasa hayo ndio alikuwa makazi yao kwa sasa na ndipo ambapo ni kama walikuwa wamejificha. Basi Umu alitoka nje ya jengo ambako ilikuwa limejengo mbali kidogo na makazi ya watu. Alipotoka nje tu simu yake mfukoni na kisha kuiangalia kwa makini. Bila shaka alipokea ujumbe muhimu sana kwa wakati ule. Hakutaka kumshirikisha yote akafanya tena uzembe. Umu aliangalia kulia kushoto, alipoona hakuna mtu yote yule ambaye alikuwa anamuona. Alianza kuitafuta barabara kwa haraka sana kuelekea sehemu ambayo ujumbe ambao ulikuwa umetumiwa ulikuwa umeelekeza. Basi taratibu akapita sehemu hiyo na kujua kama tayari ameshajulikana na Commander Fanny pamoja na bad girl Hadija. This is our first mission, aliongea Fanny akimwambia Hadija ambaye na sasa alianza kuelewa mwenzake alikuwa analenga nini. Basi haraka wakatoroka eneo hilo kuanza kumfuatilia Umu. Fanny na Hadija waliendelea kumfuatilia Umu hadi alipoingia katika loji moja ilikuwa kawaida tu. Hadija alikuwa nje kusubiri kama Umu atatoka kwa muda gani na Fanny alitoweka haraka kwenda kununua vifaa ambavyo alisi vitamsaidia katika kazi yake na mpaka atakapofika jioni siku hiyo Umu hakutoka kabisa loji. Yani ni kama alijua sio anafuatiwa ama nini lakini ndio ilikuwa hivyo. Basi Fanny naye alirudi akiwa amebeba microchip ambacho ilikuwa ni kifaa kidogo kinachonasa sauti. Alikuja nacho kwa lengo la kumfuatilia Umu nini anafanya na kipi ambacho kipo katika moyo wake kwa sababu mpaka sasa hakuwa anafahamu. Basi mnamo saa 11:30 Umu alitoka ndani ya loji hiyo akiwa na mavazi yale. Bado uso wake ulikuwa na wasiwasi kama alikuwa anahisi anafuatiliwa hivi. Kuna muda alikuwa anaangalia simu yake kupokea maelezo ambayo alikuwa anaambiwa na mtu ambaye anawasiliana naye. Basi alitoka ndani ya loji na kuelekea hadi barabarani ambako huko alichukua taxi na kupanda kuelekea sehemu ambayo wakina Hadija na Fanny walikuwa wameunganisha msafara huo pia kuona Umu anaelekea wapi. Basi taxi iliyopanda Umu ilimfikisha hadi katika mgahawa wa kawaida sana ambao ulikuwa ndani ya stendi ya mawasiliano. Alishuka hapo na moja kwa moja akaelekea katika kiti ambacho kilijitenga peke yake. Alikaa hapo na kuonekana kwamba alikuwa anapiga picha binafsi ya mbele, yenyewe inaitwa selfie na kisha inaonekana kama anaituma sehemu hivi. Tunaweza kumpata kirahisi na tukijua tu anaongea na nani huyu mwanamke. Unafikiri tunaweza? Aliuliza Fanny na kichwa chake kilikuwa kikitafuta namna ya kufanya ili afanikishe kwenda kumwekea kinasa sauti Umu. Ombi lake lilisikiwa muda ule ule kwa sababu Hadija alichukua kile kifaa na moja kwa moja alijitokeza hadharani kwenda kumfuata Umu. Alipofika pale alipokaa Umu alipitiliza hadi moja kwa moja kwa mkaka ambaye alikuwa anapika chips upande wa pili. Nanunua chips za 10,000 na alipia keshi au online. Aliongea Hadija akijigongesha kwa muuzaji ule wa chips ambaye alikuwa anapakua kwenye mafuta na kuweka kwenye deli. Hela ya moto hiyo dada. Si kawaida watu wadaa kupe pesa bila kuagiza kazi. Aliongea yule kijana akiendelea shughuli zake za kawaida. Well, sasa kumbe unaelewa vizuri. Sasa umemwona yule mtoto mzuri pale. Nataka ukamwekee kwenye nywele hiki kifaa. Alikitoa Hadija kile kifaa kidogo ambacho kilikuwa kina meno madogo hivi yanaweza kunasa kwenye shati ama kwenye uzi wa nywele. Hadija hakutaka majadiliano tena na yule jamaa. Alikiweka kile kifaa mezani na kisha aliondoka mahali pale bila hata kulipa hiyo 10,000 kama alivyoahidi. Unamwamini kila mtu aliuliza Fanny na wote walikuwa wamesimama karibu na mgawa huo. Wewe subiri uone kazi asipofanya si narudi tena, alijibu Hadija huku macho yake yakiwa kwa yule kijana ambaye alikuwa amemwachia kazi. Kweli bwana, wanasema ukitaka kumuoa nyani basi usimwangalie usoni. Yule jamaa alitafakari sana kwa nini yule dada amemwamini na kwa kiasi kile hapo akampa. Basi akashika baadaye na sauti kile akakigeuza kwanza ukitazama ilikuwa ni nini. Maana hakupata hata kushughulika nacho wala hakuwahi kukiona hata siku moja. Basi baada ya kugeuza aliangalia huko na huko kisha akawaona ambao walikuwa wamesimama pale pembeni yani Fanny pamoja na Hadija. Akijua kwamba yeye ndio alikuwa anasubiriwa kufanya kile ambacho ameagizwa. Hivyo akaamua kutoa msaada. Basi haraka na hatua zake kama kichaa alipandisha migodi kwenye meza ambayo Umu alikuwepo. Akatoa sahani yake ya chips na kisha akataka kuondoka. Weka kasamani. Huu mzigo wa nani hapa? Aliuliza Umu kwa kuwa yeye hakuwa mpenzi sana wa chipsi. Nimeagizwa nilete katika hii meza samani dada yangu. Hapa sisi watu tunatekeleza oda tu. Aliongea kwa kutaka kuondoka lakini akajifanya kusita akarudi pale ambapo alikaa Umu.
Samahani dadangu, sijui kama nitakuwa nimekuingilia kwenye maisha yako, lakini uzuri ulionao sio kuonekana hivyo kichwani. Aliongea kwa makusudi kusubiri jibu kutoka kwa Umu. Kuna nini? Aliuliza Umu huku kama kawaida, akijitahidi kama kukunguta nywele zake hivi kama anatoa mdudu vile. Samahani, naomba nikutoe. Aliomba yule kaka bila kipingamizi, akapata nafasi ya kushika nywele za Umu, akaweka vizuri kile kifaa na kukifukia na nywele zake. Upo vizuri sasa. Unaweza kujiangalia kwenye kioo upande ule ovyo. Aliongea tena yule kaka, na sasa hivi alipokea asante kutoka kwa Umu. Kazi yake ilikuwa imekamilika tayari na akarudi katika eneo lake la kazi. Si umeona? Alijitamba Hadija kwamba amefanya kazi kubwa sana kwa muda mfupi. Basi Fani alijipapasa kifuani na kutoka noti shilingi 10,000, pesa ambayo alishakuwa amepewa na Konya, ambazo nyingine pia alinunulia vifaa vya sauti na kumfuatilia. Basi alimkabidhi pesa ile Hadija kama malipo yule jamaa, na kisha yeye akajitayarisha na spika zake masikioni ili asikie sasa kila ambacho kilikuwa kinaendelea kutoka kwa Umu. Basi baada ya kuweka kitufe masikioni, Fani alisikia sauti ya mwanaume kama anajibizana na Umu hivi pale kwenye meza. Lakini alipoangalia kwa macho kuona mtu mwingine zaidi ya Umu, na sauti iliendelea kusikika. Sasa kwenye maongezi Umu alisikika akiwa anaongea, anamwambia yule mtu upande wa pili. Akamwambia, kwa hiyo unanipelekesha tu, mimi kama taira wako nenda hapa, fanya hivi, afu mwenyewe utoke. Ina maana gani Upande wa pili sasa alikuwa ni Karifu ambaye alikuwa anajibu, anamwambia kwamba nimefanya hivyo makusudi ili nijue kama kweli uko peke yako au la. Umu akamuuliza, kwa hiyo usha prove au still bado uniamini? Umu sasa aliongea kwa hasira mpaka akasimama, akaangalia huku na huku, kisha akamega hatua kwanza kuondoka eneo lile. Basi Haifa akamwambia tena, hebu fuata maelekezo sasa ili uje hapa nilipo, hakikisha hakuna ambaye anakuona. Fani alikuja kugundua kwamba Umu anawasiliana na mtu tena kwa njia ya sauti, na tena akagundua kwamba Umu naye anatumia kinasa sauti kwa mtu mwingine na wanafanya mawasiliano ya kuonana. Lakini Fani alikuwa juu kama mtu ambaye anawasiliana na Umu ndiye ambaye mshukiwa namba 1 ambaye amepewa kazi ya kumtokomeza. Yeye alikuwa anasikia tu sauti ya kiume, lakini hakujua kwamba huyo ndo Harifa mwenyewe ambaye alikuwa anamtafuta. Basi Umu baada ya kupata maelezo kutoka kwa Harifa, alimsogelea tena mpaka katika gari la abiria ambalo lilikuwa karibu pale na akapanda. Fani na Hadija nao walifuata kwa nyuma na kukodi boda. Hadija alikaa mbele mwenyewe akiwa amekaa nyuma. Safari ya Umu ilimfikisha hadi sehemu ambako ilisimamishwa gari, ambako aliangalia kulia na kushoto, kisha akachukua njia ambayo ilielekezwa na mtu ambaye alikuwa anaendelea kuwasiliana naye. Fani na Umu nao wakaunga njia hiyo hiyo kwenda kumsaka pole pole kuona anaenda kuonana na nani. Bwana we, Karifu si huyo hapa. Ilikuwa ni jicho kwa jicho kati ya Umu na Karifu. Karifu alikuwa nje kabisa ya jengo moja ambalo limejificha sana. Jengo ambalo lilikuwa makazi ya watu wa zamani sana, afu likatelekezwa. Karifu alipomwona Umu na kisha akampungia mkono ili amfuate. Umu alitembea kwa haraka na kila mtu alikuwa akiangalia pembeni na kuhisi kwamba labda kuna harufu ya mtu ambaye anamfahamu. Basi alipofika kwa Karifu, kwa maajabu kabisa walikumbatiana na kupeana lips kabisa, afu akaanza kushikana mikono na kisha wakaingia ndani. Mapenzi haya jamani. Basi kitendo hiki kilimuumiza sana Fani ndugu yetu. Kumuona mtu ambaye amepewa kazi ya kumtafuta na uhusiano na mwanamke ambaye yeye alikuwa na hisia naye, nani pamoja na kwamba hakuwahi kumwambia. Hadija naye aliona hali ambayo ilimtokea Fani. Alimuona vile na akajua kwamba amekasirika sana. Basi Hadija akamwambia, usijali mchumba. Alimdondoshia Fani busu moja la mdomo bila kutaraji. Busu hilo likatoa sawa sawa na malengo yake, ambapo alinyanyuka hapo na kutafuta sehemu nzuri kabisa kwa ajili ya kwenda kuchungulia ndani. Basi sasa Fani alibaki pale chini akimwangalia mwanamke huyo ambaye mpaka muda huo hamuamini kisawa sawa. Alifuta matemate yaliyobaki kwa Hadija mdomoni na kisha akatikisa kichwa na kusikitika kwamba mwana dada huyu kwani ni vipi jamani? Aliweka vizuri kifaa chake cha sauti na yeye akatafuta sehemu nzuri na akajiegesha ili aweze kujua sasa huko ndani nini kitakuwa kinaendelea. Sasa tuache pale, turudi upande wa Inspector Konya, ambapo Inspector huyu bwana alikuwa ngangali sana kwa kipindi hiki. Tayari alikuwa ameshavaa, tayari amejiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kazi. Amepiga fulana pale, imembana vizuri, jinsi yake safi, akaweka bastora mwenyewe nyuma ya makali yake, na kisha akasindika na fulana yake, na alichukua koti moja kubwa hivi akalitandaza kwa juu ili kuzuia mamluki kubeba utambulisho wake. Na leo hakubeba kitambulisho chochote wala kuvaa kofia ya askari. Alikuwa kama raia tu, lakini alikuwa na hiyo sila yake. Haraka alitoka nje ya jengo ambalo alikuwa amepanga kwa muda pamoja na huyu Marco Polo ili kufuatilia wahalifu kwa siri. Basi bwana,
Sam Dafur, Mr. X. Huu ndo ulikuwa wimbo wake kichwani. Kila muda alikuwa akipiga hatua Sam Dafur, akipiga hatua ya pili Mr. X. Alikuwa anaimba majina hayo mawili kama wimbo wa taifa. Baada ya kuamini kabisa kama mkuu wake wa ulinzi na usalama eti ndo Mr. X. Akamega hatua kutoka pale alipokuwepo na kwenda sehemu ya tukio. Hakika wanasema ng'ombe maskini ya Zai na akiza basi mtoto wake anakuta na tatizo. Konya akapata nafasi ya kukutana na Sam. Alifika hadi nyumbani kwake na kukuta nyumba haina ushahidi wowote ule na hakukuwa hata na mfanyakazi wa ndani wala nje kukuwa na mtu. Bwana Sam Dafur tayari alishaondoka katika nyumba hiyo mapema sana. Yaani alisafisha kila kitu. Aliua mpaka mbu katika nyumba ile kuhakikisha tu kwamba hakuna siri hata moja ambayo itabaki. Ikabaki nafasi ya Konya sasa kujiongeza. Amenikimbia, alijisemea moyoni mwenyewe akiwa tayari ndani ya nyumba ya Sam, na milango yote ilikuwa wazi kuashiria kwamba hakukuwa hata na kitu chochote ambacho kimebaki. Sam aliondoka hadi na hewa eneo hilo. Basi Konya alikasirika kiukweli na ikabidi atoke ndani ya nyumba hiyo na akapiga mkono kwenye taksi moja kuomba afikishwe kwenye ofisi za serikali. Konya alifika hadi kwenye ofisi ambayo alikuwa anafanya kazi bwana Sam Dafur. Alimjua vizuri sana Konya na kwa sababu ndio mtu wa kwanza kabisa kumpa barua feki ya uhamisho ili kuelekea Morogoro. Basi alifika na kupitiliza moja kwa moja hadi ofisini kwake ambako nako hakumkuta. Alianza kuchunguza mafaili yote ambayo aliyakuta katika sanduku la humu ndani. Yaani ilikuwa ni mafaili tu ya wafungwa kubwa. Wale wafungwa ambao kesi zao ni nyeti sana na taarifa muhimu kama hizo zipaswa kuweka ovyo kama hivyo. Huaga zinalindwa kweli, lakini alizikuta. Basi Konya alikutana na faili la kwanza ambalo lilikuwa limeandikwa Kharif Swaleh mwaka 1996. Alafu kwa mbele kulikuwa na picha ya utoto wa Kharif akiwa amepigwa mkasi kwa pembeni kwa peni nyekundu hivi. Aliweka pembeni faili hilo na kuangalia mengine. Yalikuwa ni mengi sana. Alikutana hadi na faili lake mwenyewe limeandikwa Inspector Peter Konya. Faili hili halikuwa na picha ila kulikuwa na taarifa muhimu sana za kumhusu mwenyewe mpaka mwenyewe akashangaa. Na katika faili hili pia alikuta sehemu ambayo ilikuwa na maelekezo. Na ndani kulikuwa kumeandikwa hivi: umri miaka 45, taifa Tanzania, jinsia mwanaume, watoto 3, Afdash Fani. Yaani anaandika idadi. Wa kwanza anaitwa Fan Laurent Konya, wa pili anaitwa Morini Peter Konya, watatu anaitwa Kharif Swaleh Konya. Hayo ndo maelezo ambayo yalimwacha Konya kichwa wazi. Yaani asijue kabisa lile faili lilikuwa na maana gani kwake. Kwa nini iliandikwa taarifa za uongo namna ile? Na kitu mshusha zaidi ni kuhusu mtoto wa 3 ambaye eti ameandikwa anaitwa Kharifu. Yaani Kharifu Konya kivipi? How? Where? Kwa nini wameshindwa kuandika Fani na Morini ni sawa, lakini huyu Kharifu ni nani? Mbona taarifa za uongo hizi? Basi Konya aliwaza sana. Na alikuwa anawaza au amewahi kuwa na mtoto hapo mwanzo akamtupa jamani, lakini hakupata jibu kutokana na kutembea na wanawake wengi sana. Wakati huko kambini huko Songea kwenye kambi huko JKT Mlale, labda alishagaacha mimba huko, lakini kwa nini yeye haijui ila kwenye taarifa zake inajulikana? Ni kitu ambacho kilimshtua. Basi Konya aliacha kabisa kupitia faili lile na akajikuta ameshikilia faili lile la kwake tu na akajiweka hivi chini kama mzigo. Alikaa kwenye kiti na kuzunguka na kusogeza faili lile la kwanza na la huyo Kharif Swaleh kama anaweza kupata chochote kitu ambacho kitamrudisha nyuma katika kumbukumbu zake. Basi Konya aliendelea kusereleka mwenyewe kwenye kiti cha ofisi ambayo inatumiwa na Sam Dafur. Mkononi mwake alishika ile mafaili mawili ambayo alikuwa anatazama kama kuna chochote kile anaweza kukipata. Alikaa kama mtu ambaye alikuwa ameshazama kabisa kwenye mawazo. Miguu yake alikuwa anaibembeleza kwa juu hivi ili kuonyesha kwamba yeye pengine ndo bosi wa kwenye hilo eneo. Hivi inawezekanaje? Alijiongelesha mwenyewe akisimama tena kwenye kiti chake kutoka kushoto kwenda kulia na mwisho akayatupa mafaili yao kwenye meza na kuingiza mkono wake kwenye koti lake la suti. Akatoka na kiko yake akaiwasha na kuiweka mdomoni. Pumzi ndefu ilifuatia na akajikuta anakaa tena kwenye kochi. Uso ukainuka ili kujaribu kukumbuka idadi ya wanawake ambao amewahi kulala nao. Yaani kabla hajamuoa mama Morini alikuwa akirudisha kumbukumbu nyingi sana. Na sasa kumbukumbu zikamrudisha tena mpaka Songea. Nimeitwa na wazazi naenda Njombe. Konya alikumbuka kauli ambayo aliwahi kuambiwa na mwanamke wake mmoja ambaye alikuwa anatoka naye kienyeji tu. Wakati huo bado mdada huyo alikuwa anasoma katika shule ya De Paul ambayo iko huko Songea. Mashallah. Konya alijikuta anatabasamu baada ya kumkumbuka mdada huyo. Hapo kuna baadhi ya kumbukumbu zilianza sasa kumjia kuhusu mdada. Yes, anaitwa Halima Saidi. Nilidumu naye kwa mwezi mmoja tu kabla hajamaliza shule kwenda Njombe. Aliongea Konya na kisha
Akarudia ile faili la Karifu ambalo lilikuwa limeandikwa kwamba alikuwa amezaliwa Njombe. Akajikuta anatukana matusi, alafu akakandamiza kiko yake hadi kuivunja kwa meno. Akaitema chini pamoja na makozi yenye hasira kweli, akanyanyuka tena. Kwani yule binti alitoka na ujauzito kweli? Aliendelea kujiuliza Konya huku akivuta picha kama binti huyo labda kweli alitoka na mimba yake. Bila shaka hapa kuna kweli. Sasa huyu mbwa yeye kajuaje hayo? Tena anajuaje kuhusu vitu ambavyo mimi mwenyewe sikumbuki? Usikute hata kuipata hii ajira ilikuwa ni kwa ajili ya huyu mwanaharamu Samu ujue. Aliongea Konya na safari hii akili yake ilimkaa sawa. Yaani anajua majina yote ya mke wangu na alikotoka. Yaani maisha yangu yote, watoto wangu mpaka watoto wangu wa siri ambao mimi siwajui. Bila shaka natakiwa kumpata huyo Karifu haraka sana nipe jibu sahihi. Mama yake anaitwa nani? Lo, naomba asiwe yule naomba sije kuwa ni mtoto wa Halima. Naomba asiwe. Yaani ikiwa hivyo jamani si nitakuwa nimezaa jambazi jamani. Basi Konya alikuwa akijiongelesha sana na sasa hivi alikumbuka kwamba alishamwagiza kicha wake Fani kwenda kumuua Karifu. Hii ikajikuta sasa anatakiwa kutoa simu kumpigia Fani ili asitishe kwanza zoezi lake hadi pale ambapo atakuja kujua kweli kuhusu huyo Karifu Swarehe. Basi Konya alijua Fani akiagizwa kitu kinachohusu kisasi waga anafanya kwa ukamilifu sana, hakuna makosa. Kwa hivyo alipiga simu ili kumwahi asije akatenda jambo lolote lile. Alipiga simu kwa Fani, haikupatikana. Alipiga na kupiga lakini wapi? Hakuwa hewani. Konya alitukana mno. Hasira zilimpanda na hapo akavuta koti lake ili atoke kwenda kwa Marco Polo amfuatilie Fani huko aliko ili amsitishe stendi jambo lolote lile. Na hili ilikuwa ni kabla hajaondoka hapo ofisini, lakini kuna mtu alibisha hodi na kutaka kuingia ndani. Yes, aliitikia Konya akimaanisha anampa ruksa mtu ambaye anataka kuingia. Aliitikia huku uso wake ukiwa mlangoni kuangalia nani ambaye alikuwa anaingia. Basi alikaza macho na alitamani kabisa mtu hata awe ni Sam Dafur, lakini hakuwa yeye. Aliyeingia alikuwa ni jamaa ambaye alishawahi kukutana naye siku chache nyuma. Alikuwa mrefu kiasi na mwenye mwili wa kujaa kidogo, na huyu ndo ambaye alikuwa anamfuatilia Konya wakati ule alipokuwa ameshikwa na Karifu. Huyu ndo ambaye pia alimpa gazeti Konya kuhusu kutafuta na Fani kule kwenye daladala, na huyu ndo kaka mkubwa wa Maalum Bashasha. Kijana, karibu. Alifurahi Konya baada ya kukutana na mtu ambaye alishakutana naye na akatoweka kwenye mazingira ya kutatanisha. Bwana Deus Bashasha alipoingia pale alimkuta Konya na hakutaraji kwa sababu alitamani atoke tena nje haraka akutane na mtu ambaye alitaka kumuona, lakini haikuwezekana. Ilibidi avae wanaume na kusogea hadi alipo Konya huko mikononi mwake akiwa ameweka mkono mmoja nyuma, na Konya akamwambia habari ya siku bwana. Alipiga alimsalimia vizuri kabisa huyu Bwana Deus Bashasha ambaye alikuja hapa bila shaka kumuona Sam Dafur. Kivipi yani? Yaani kwa nini waonane? Wana agenda ipi? Basi Deus alikaa kimya tu bila kuongea chochote. Yaani alikuwa very surprised. Konya alizunguka mpaka akamsogelea Deus karibu na uso. Akamuuliza, huyu mpumbavu wako yuko wapi? Aliuliza Konya akianza tena kukunja sura. Alishajua kwamba huyu ndo mtu ambaye atakuja kumpa jibu. Bado Deus alikuwa kimya bila kuongea chochote. Alionyesha anatetemeka kweli. Hakutaraji kabisa kama atakutana na Konya siku hiyo kwenye ofisi ya bosi wake. Wewe nani haswa? Aliuliza tena Konya, na swali hili lilikosa jibu kabisa. Katika kumwangalia Deus aligundua kwamba kuna kitu amekishikilia mkononi mwake na anakificha kwa nyuma. Ila Konya alimzungukia. Konya alikiona na kutaka kujua kile ambacho amekibeba Bwana Deus. Hapo ndipo kasheshe ilipoanza. Deus hakutaka kabisa bahasha hiyo ishikwe na Konya kwa sababu imbeba mambo ya siri sana ambayo pia ni mali ya Sam Dafur. Nguvu kidogo ilibidi zitumike mpaka Konya alipoipata bahasha hiyo. Deus hakuwa mtu wa ngumi hata kidogo. Alikuwa mwepesi sana. Yaani hata kama alikuwa anafanya mazoezi basi alikuwa anafanya kwa ajili ya kuweka tu mwili sawa, lakini si kwa ajili ya kupambana kama mwenzake. Kama pia ilivyokuwa kwa mdogo wake Maalum Bashasha. Basi sasa Deus alitulizwa chini kwa kibano maalum huku ile bahasha tayari ikishakuwa imetua mikononi mwa Konya. Aliichana pale na kuangalia nini ambacho kipo ndani yake. Alikuta picha moja ya kwake yeye mwenyewe na mafaili makubwa mawili. Alimwangalia kwa jicho kavu sana Deus, na kabla hajatazama mafaili hayo ambayo alikuwa ameyashika, picha yake ilimuonyesha yeye Inspector Konya. Kipindi yupo kijana kabisa na hata cheo cha inspector alikuwa hajakipata. Alianza kufungua faili la kwanza ambalo lenyewe lilikuwa na taarifa za kushangaza za Deus Bashasha. Yaani faili la kwanza lilikuwa na taarifa kuhusu huyo Deus. Na taarifa zilionyesha kwamba Deus Bashasha ni mwanasheria ambaye ameshasajiliwa na serikali. Konya kabidi ya cheki. Ilibidi ya cheki baada ya kuona taarifa hiyo. Akamrudia tena Deus na kumshika kidevu kwa nguvu hivi, akamuinua tazamani.
wewe umesomea wapi wanasheria? Konya aliuliza, uso wake ulikuwa unatabasamu bado. Yaani aliona ni kitu ambacho kinamchekesha. Ndio, mimi ni mwanasheria, tena ni viwango vijuu kabisa. Unadhani mimi nitakuwa katika nafasi gani mimi kwa Mr. X? Mimi hata ngumi sijui. Mimi mwanasheria, nimesomea Hong Kong. Alijibu kwa ufasaha Deus na kwa hofu pia. Alimwacha Konya katika mshangao. Na hapo ndipo aligundua kwamba basi Mr. X atakuwa na kila kitu cha kumlinda. Basi alivuta pumzi kwanza kabla hajambana vizuri kwa kufungua lile faili la pili. Konya alikuwa makini sana kufungua faili hili la pili ambalo lilikuwa limebanwa na pini kabisa katika pande zake zote nne. Kabla hajafungua alimwangalia Deus bashasha kwa jinsi ambavyo alikuwa na hema kama punda ambaye alikuwa amekosa maji kwa muda mrefu. Konya alifungua ile faili la pili na kukuta sasa taarifa nyingine ambazo zilikuwa zinamhusu yeye. Ndani ya faili kulikuwa na karatasi nyingine nyeupe 6 ambazo zilikuwa zimechapwa kwa mwandiko mzuri tu, zikiwa zimepigwa sahihi Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Ali Mustafa. My God. Konya alijikuta ameweka mkono wake kiunoni baada ya kusoma kwa juu mambo yalikuwa yameandikwa humo ndani. Taarifa za umo zilikuwa zinalitaka jeshi la polisi kumkamata Inspector Peter Konya kwa tuhuma za ugaidi uliotokea Morogoro, Mbagala, mauaji ya Maalum Bashasha pamoja na Inspector wa polisi Badil Junior. Taarifa ziliendelea kusema kwamba Inspector Konya anamiliki silaha nyingine za moto kinyume na sheria, ni muuzaji wa madawa ya kulevya na jina lake la kigaidi ni Mr. X. Bwana we, yani Konya anamtafuta Mr. X kumbe ndo yeye. Konya alichoka, akamrudia Deus bashasha na kumkunja. So alimpiga kwanza ngumi 2 za kifua pale kwenye kiti ambacho alikuwa amemkalisha na kisha akamuuliza maswali mengi ambayo bwana Deus alikosa majibu. Hivi nani ambaye yuko nyuma hili? Alikuwa anauliza Konya akimpiga bila huruma Deus ambaye hakufanya lolote zaidi ya kutulia tu kusikilizia maumivu kutokana na ngumi ambazo ziliendelea kuja. Kumbe bwana, mchezo wote huu ulikuwa unachezwa na bwana Sam Dafur. Na huyo ndio gaidi wa kimataifa. Bwana Sam Dafur alishakimbia nchi tayari baada ya kuhisi kwamba Freddy na Marcos wameshikiliwa na Konya, na tayari Konya ameshadukua simu ya Marcos na kujua kwamba anayemtuma kwenye mishi zote ni yeye. Kwa hivyo alichoamua kufanya ni kuweka kamera katika nyumba yake na pia ofisini kwake, na kisha kaondoka kabisa Tanzania na kutokomea mbali. Sasa baada ya kuondoka ndipo ambapo alitengeneza mpango wa siri wa kumwangamiza Inspector Konya, na ilikuwa ni baada ya kuonekana kuwa huyu inspector ni kiherehere sana. Alitengeneza mazingira ya mambo yote machafu kumpakazia inspector kwamba yuko nyuma ya matukio yote hayo ambayo yalikuwa yanaendelea. Na wakati tunafahamu kwamba inspector yeye alikuwa anafanya upelelezi tu. Kwa hivyo alimwandaa mwanasheria wake Deus Bashasha kuandaa kesi ya haraka kufoji mpaka sahihi ya waziri mkuu ili kumruhusu Konya kukamatwa, na atakapokuwa jela basi askari wa Sam Dafur watatumika katika kuendesha upelelezi na kutengeneza mazingira yote ya kufungwa kifungo cha maisha, kuhukumiwa kifo ama akafa tu hata chini ya wafungwa wenzake. Na ndio maana sasa aliweka kamera sehemu zake zote muhimu ili aone nani ambaye anaingia na nani ambaye anatoka. Aisee, usicheze kabisa na magaidi. Yaani haya mambo yote ambayo yalikuwa yamepangwa. Na hata ujio wa Deus Bashasha hapo Sam Dafur alikuwa anajua, na yeye ndo ambaye alimtuma kusudi ili kuvuruga kabisa kila kitu. Na kama dili likienda mrama basi yeye atakuwa ameshakimbia. Basi Konya alimpiga sana Deus bila kutaraji kwamba alikuwa anatumia hasira kufanya maamuzi yake. Nauliza ni wapi nitampata Mr. X? Aliuliza Konya, uso ukiwa mwekundu sana. Misuli yote ya kichwa leo ilionekana. Deus Bashasha hakuwa na la kueleza hata kidogo. Bado alikuwa kimya. Alishindwa kusema hata aliyemtuma kwamba yuko wapi, na hii ilikuwa ni kutokana na kupigwa sana maeneo ya usoni mpaka damu zikawa zinamtoka. Konya alipoona anakosa ushirikiano, alipiga simu kwa polisi wenzake waje hapo ofisini kwa Sam Dafur ili kufanya uchunguzi zaidi. Yeye alikusanya baadhi ya taarifa ambazo zinamhusu yeye pamoja na familia yake na akaondoka nazo. Alimwacha bwana Deus mle ndani akiwa hajiwezi kabisa. Ngoja sasa tuwekane sawa kitu kimoja hivi. Huyu Sam Dafur yeye ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni hatari sana. Tena ni hatari mno kwa afya. Kila kitu alikuwa anafanya kwa kutumia watu. Na alijua pindi mambo yakibuma basi atakuwa na muda mzuri wa kujitetea kutokana na taarifa zake ambazo ameshaziandaa. Na ndio maana alipoona taarifa zake zipo kwa Konya, basi akatoroka nchini haraka sana na akaanza kutengeneza mpango yeye kutokuhusika. Ni kweli bwana, alisahau mambo yake muhimu ofisini, mambo ambayo hata Konya mwenyewe alikuja kuyafuma. Na ndio maana alipomuona Konya amegundua taarifa hizo, akaamua sasa amwagize Deus ajitoe wazimu kama anaenda ofisini kwa Sam kumletea mafaili mengine yanayomhusu Konya. Yote hii ilikuwa ni mipango. Kumbuka ameweka kamera kila mahali. Kwa hivyo tangu kijana amefika pale, yeye alikuwa anamuona. Sasa nia kubwa ilikuwa ni kumvuruga zaidi Konya na ajikute kwamba anafanya makosa ya kweli ambayo yatampeleka kabisa kubaya.
Na hadi sasa Sam Dafuri amefanikiwa kumchanganya Konya kweli, kwani sasa hivi baada ya kumfuatilia yeye ana kazi kwanza kwenda kumjua huyo Karifu ni nani sasa, yani aachane kwanza na yeye adili na mtu mwingine. Kwa hivyo Sam Dafur hayupo Tanzania, ameondoka kwa sababu amepoteza watu wengi sana muhimu ambao ni muhimu kwake na wanaweza kumsaidia kwenye mambo mengi sana, ambapo kulikuwa kuna Fred hapo, kwa kuna Maalum Bashasha, lakini pia kwa kuna Hadija ambaye kwa sasa anashirikiana na Fan. Haya, sasa tunahama pale, tunakuja upande wa pili ambapo tunamwona Fan, Hadija, lakini pia Karifa, ambapo Fan na Hadija walikuwa wako nje bado. Kumbuka wanamfuatilia binti. Wao walikuwa nje ndani ya jengo ambalo aliingia kwa lengo la kukutana na Karifu. Hawakuona haja ya kuingia kuona kile ambacho kitatendeka, badala yake walikuwa na kipaza sauti ambacho kingeweza kuwasaidia kusikia kila sauti pale ndani. Karifu, nataka kuniambia kama umeniita hapa tubu na hizo dhambi zako, kwa sio baba yangu, sio mtu mbaya, au umeniita hapa kuniteka tena kama ulivyofanya mwanzo. Alisikika akiendelea kulalamika kwa Karifu. Fani alikuwa tu anasikiliza kwa kutumia vifaa vyake. Unajua sijui kama maswali ambayo umeniuliza ndo haya majibu ambayo mimi natakiwa kukupa au nifanyaje au tuanze upya. Mimi nimekuita hapa ili nikuweke sawa kwamba sasa hivi na nipo hapa ili nitubu kila kitu ambacho nahisi kitakuwa msaada upande wako. Karifu naye alijibu na wote walikuwa wanasikika vizuri sana kwenye masikio ya Fani. Okay, vizuri. Next. Aliongea kana kwamba hamuamini tena huyo Karifa. Yaani mapenzi yake tu ya mwisho ndio alimpeleka sehemu hiyo, na ni kwa kuwa aliitwa ili kuambia kitu cha muhimu sana cha mwisho katika mahusiano yao. Basi baada ya hicho kitu sasa ndio itajulikana kama wataachana au wataendelea na mapenzi. Na hiki ndicho ambacho kilimfanya akaenda kwa mshikaji. Kwanza kuna kitu nahisi kipo sawa kwa sasa. Na kipo sawa kabisa kwa Sandra. Aliongea huyo Karifu na kumfanya hadi Fani nje apate na yeye kuchanganyikiwa kidogo. Karifu, umeshamuua mtoto wa watu, umemfanyaje, umembaka? Hebu niambie wewe shetani. Mimi unajua sikuamini tena Karifu, yani wewe sio mtu kabisa. Yani wewe ni mnyama. Yani wewe Karifu una utu. Yani wewe ni binadamu kweli. Aliongea mpaka machozi yakaanza kumtoka. Yani tayari alikuwa anawaza atakamemfanya nini mtoto wa watu. Hapana bwana, mimi siwezi na sitawahi kufanya hivyo kwa Morin. Morin ni mdogo wangu wa damu kabisa. Aliongea Karifu huku na yeye akionyesha kuwa hayupo sawa kiakili. Basi kauli hili mchekesha kidogo lakini Fan alikaa vizuri kusikiliza ili apate kupata maamuzi sahihi. Unajua mimi nilikuwa nahisi tu vitu kutoka kwa Inspector Konya, lakini sikujua kwa nini. Sasa kabla sijafika katika jengo hili, nikapokea taarifa kuhusu uhusiano wa Konya na mimi. Kila kitu kipo hapa, kipo humu. Ushahidi wote na miaka yote ambayo Konya alikutana na mama yangu. Kila kitu kipo hapa na kipo hapa kabisa. Mimi sikuamini kama jambo hili linawezekana kutokea. Ndio maana mpaka mdau mimi nimemshikilia tu Sandra ili nikamchukue vipimo vya damu nijue. Karifu aliongea huku akivuruga mafaili ambayo alikuwa ametumiwa na mtu wake wa siri. Unasemaje wewe? Hapana Karifu bana. Muda wa kunidanganya umekwisha. Huwezi kuwa na baba mwenye damu kama ya Konya jamani. Karifu wewe ni shetani. Unawezaje kuwa na undugu na Konya? Alikuwa mbisha. Kuamini kabisa kile ambacho kwa anaongea na Karifu licha ya kuonyesha ushahidi wote wa maandishi na kumbukumbu zake za picha za Konya, lakini pia za marehemu mama yake. Kabla familia yangu haijachomwa moto, mama alishawahi kuniambia kwamba baba yangu ni askari wa polisi. Mama kabla hajaishi na mwanaume ambaye alimzidi umri wa miaka 20 alikuwa ameshanipata mimi tayari, na kweli leo nimethibitisha hilo kwamba mimi ni Karifu Solehe Konya. Karifu alizidi kuthibitisha kuwa ni kweli, kuna ukweli katika maelezo yake. Maelezo haya alikuwa akisikia vizuri sana Fani kule nje. Aliona hana tena muda wa kupoteza. Akamshtua kicha yake Hadija na kuvamia ndani. Haraka Karifu na walizungukwa na Fani pamoja na Hadija. Wote wawili walikuwa wameamlia kuweka mikono juu kujitahadhari. Alitia agizo la Fani kwa kuweka mikono juu, lakini Karifu hakufanya hivyo. Fani brother. Karifu alitamka neno ambalo hata Fani limuingia kisawasawa, sema tu lilimpa hasira. Fani akajikuta anashika bastora yake taratibu na kusogea hadi pale ambapo Karifu alikuwepo. Alitazama kwa jinsi ambavyo hiyo meza ilikuwa imetapaka ushahidi na kuthibitisha kwamba kweli eti kuna undugu kati ya Konya na Karifu. Where is Morin? Morin yuko wapi? Fani kuongelea jambo lolote lili zaidi ya kutaka kujua mdogo wake yuko wapi. Yupo salama, alijibu Karifu, na kwa sasa alitia agizo lile la mwanzo la kuweka mikono yake juu. Aliweka mikono juu ya kichwa Karifu. Mfunge. Fani alitoa agizo hilo kwa Hadija kwa mfunge Karifu, na mikono ya Karifu alifungwa na kufanya ujanja wote ili zaidi ya kutulia. Fani alisogea hadi pale ambapo alikuwepo, alimwangalia sana usoni bila kuongea chochote. Fani alikuwa anamuwaza yule ambaye walishinda naye njaa, huku Konya
Umu na yule na pamoja na yale mazingira magumu, kabla hata hajasema chochote, Fani basi alichukua simu yake na akaiwasha. Alikuwa akikumbuka vitu vingi sana pia ambavyo Konya amemfanyia binti Umu, na amewafanyia wote pamoja. Ni kwamba wazi alikuwa na hasira ya kwa nini huyu kijana basi ni mpenzi wake. Labda basi hakuwahi kumwambia, lakini yote kote ilitokea kurudi kazini. Basi aliposhika simu, ziliingia jumbe 3 mfululizo kutoka kwa Konya. Fani hakuwa na muda wa kusoma jumbe hizo, alipiga simu moja kwa moja. Usiniambie kwamba umeua. Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza kutoka kwa Konya. Fani hakujibu, badala yake aligeuza macho dilipo Karifu ambaye sasa alikuwa amewekwa chini ya ulinzi. Hapana, alijibu Fani akitabasamu. Moyoni aliona dhahiri kabisa kwamba upendo ambao Konya ameanza kuonyesha kwa Karifu, mara hii ameshapata mtoto mwingine, ameshaanza kumsaliti. Mwanangu, namshukuru Mungu kwamba tumempata Maureen. Tumempata. Kuna mambo mengi sana kujadili na wewe. Hakikisha Karifu naye anafika salama, na mimi nakuamini wewe. Naomba ufike naye salama. Aliongea Konya na kisha alikata simu. Fani alirudia tena hadi pale alipo Karifu na akampasha habari mpya. Okay, safi. Maureen ameshapatikana. Yupo kwenye mikono ya Konya. Na pia umealikwa chakula cha jioni na baba yako. Fani aliongea na kisha alinyanyuka. Bila kuangalia nyuma, alianzisha safari ya kutoka ndani ya jumba hilo, na hakukuwa na mwalifu kwa wakati ule. Yaani hakuwa kama mwalifu. Kweli ulishoweka wazi kwamba Karifu alikuwa ni kijana wa Konya, kwa hivyo hata kama itakuwa vipi ndio hivyo, mwana mpotevu amerudi kwa baba yake na baba mwenyewe amekubali kabisa kujisalimisha. Wewe, baba ni askari, mtoto ni jambazi. Hii ni nini jamani? Basi bwana, sasa walitoka nje ya jengo hilo, wote walikuwa huru. Karifu ndo ambaye alifungwa kamba kwa nyuma kwa makusudi kabisa, lakini hakukuwa na ulinzi wowote ule, hata tahadhari ya kutokimbia. Alikuwa huru. Walipofika nje, waliangalia namna ya kupata gari. Karifu alizugedi alipofana kumwambia kitu ambacho alikuwa na kihisi. Kama Sandro amepatikana sehemu ambayo mimi nimeficha, basi bila shaka kuna mtu mwingine yuko hapa katikati anaendesha jambo hili. Aliongea hivyo Karifu kwa kumaanisha kuwa, kwa maana yeye anajulia sana mambo yote ya kigaidi. Alishahisi kwamba hapa katikati yao kuna mtu ambaye alikuwa anacheza mchezo. Ni mchezo gani? Nani? Okay, tunaacha pale, tunaendelea ambapo sasa yalikuwa yamepata masaa 2 toka kina Fani watoke kwenye ile jumba ambalo walikuwepo Karifu. Walipanga eneo rasmi kabisa ambalo wote wataenda kukutana kwa pamoja. Eneo ambalo lilikuwa limechaguliwa na Konya ilikuwa ni hospitali ya Mwananyamala ambapo mtoto wa kike Maureen alikuwa amelazwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Nisamee kwa yaliyotokea baba. Karifu ndo alikuwa wa kwanza kuongea mbele ya Konya. Kila mtu mle ndani aligeuka kumwangalia Karifu. Yaani unawezaje kumuita mtu baba leo ndio umekutana naye? Konya alimwangalia Karifu na kisha bila kusema chochote akarudisha macho kwa Maureen ambaye alikuwa amewekwa kwenye nini wanaita drip, maji pale alikuwa akimpita katika sehemu zake za mwili. Konya alimwangalia binti yake ambaye akupata kumwona kwa kipindi kirefu sana, mpaka anampata katika kipindi kigumu namna ile, na ilikuwa ni baada ya kumwangalia Maureen. Konya basi alimega tu kutoka pale ndani ya chumba hicho, na wote walibaki pale walimfuata Konya kule na kwenda, maana ilikuwa ni ishara kwamba mfuate wazungumze jambo. Who is Mr. X? Bila hata kugeuka kuwatazama waliopokuwa nyuma yake na kina nani, aliuliza swali ambalo lilipaswa kujibiwa na mtu ambaye ni mmoja tu ambaye anajua taarifa sahihi za Mr. X. Mr. X is a Prime Minister of United Republic of Tanzania, Mzee Ali Mustafa. Wow, jibu lilipatikana katika mazingira magumu mno. Wote waliachama mdomo na kumgeukia Karifu ambaye alikuwa anaongea bila wasiwasi. Katika watu hao kwenye siri hii pia alipata kujua Umu peke yake, lakini na yeye pia alihisi kama anadanganywa na alifikiri kwamba ipo ili yeye aweze kuchukiana na baba yake, lakini hakuwa naamini. Karifu aliongea leo akiwa na uhakika wanachokisema. Crazy. Hiki ni kichahuni, uenda wazimu. Konya aliongea uso wake. Ukikaa huku na huku, alishinda kabisa kutulia, na vidole vyake vilikuwa vikigusa kichwa, vikigusa mwili, yani alikuwa amekosa utulivu. Yani sijui tuseme ni kwamba ni jibu ambalo kulitaka wao kulitaraji, lakini ndivyo ambavyo ilikuwa. PM ndo Mr. X alithibitisha tena Karifu. Hadi Hadija na yeye alikuwa ameshtushwa na taarifa hizi. Mr. X ambaye anamjua ni mwingine, na pale anaambiwa mwingine, ikabidi binti aulize, na Sam Dafur ni nani? Aliuliza binti swali ambalo Konya pia alikuwa anataka kujua majibu yake. Basi alikuwa maswali na majibu hapo kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Baba, mtoto amepatikana vitani, mtoto jambazi, baba polisi. Mr. X alijibu tena Karifu
kama mtu ambaye ana akili sawa sawa hivi. Basi Konya alimtazama sana, akatamani kumshushia kibao. Yaani amemuuliza Sam Darfur ni nani? Amemwambia ni Mr. X. Na huyo prime minister ni nani? Naye ni Mr. X. Lakini ikabidi tu kiko yake mfukoni na kuweka mdomoni akaiwasha. Uso wake ulikuwa bado mkavu, amekasirika kweli kweli. Anamtazama Karifu, lakini ndo Karifu huyo ambaye anatakiwa kukaa naye ili wapate kujua baadhi ya taarifa. Sam Darfur ni Mr. X na Mheshimiwa Ali Mustafa ni Mr. X. Tofauti ya watu hawa wawili ni matendo tu, lakini Mr. X wa kweli ni waziri mkuu. Kwa mujibu wa historia ambayo nilipata kwa baba yangu mlezi, yani Sam Darfur, ambaye amenilea mimi toka utotoni mpaka leo hii, waziri mkuu ndo mtu mbaya kuliko wote kwenye ile taifa. Huyu mzee alianzisha magenge kadhaa ya uhalifu wakati fulani vya kampeni. Lengo lilikuwa ni kuforce watu wamteue yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kushindwa katika kura za maoni katika chama chake, aliamua kuendeleza magenge hayo ili aiharibie serikali ambayo ilikuwa madarakani kwa lengo la kuichafua kutokana na matukio mabaya. Na hii ilikuwa ni mipango ambayo yeye alikuwa ameanza kuitengeneza ili atake kuwa rais ateseke kweli, pengine wakumbuke kwamba kwa nini hawakumchagua yeye. Na kweli amefanikiwa kwa asilimia nyingi sana. Ndio maana nchi yetu haijaitulia kwenye matukio. Na kuhusu Sam Darfur, yeye anatumia jina la Mr. X kama kivuli cha kumficha waziri mkuu pindi mambo ambapo itajulikana. Kwa hivyo anamtumia Sam Darfur katika kila mpango wake. Yaani Sam ni kama secretary, yani ana waandishi wa habari, ana usalama wa taifa, na Umoja wa Mataifa, na majambazi, ana kila kitu. Hata kutekwa kwa ile ndege Kongo ilikuwa ni mpango wake Sam. Na nia ilikuwa ni kujipatia pesa, na alitaka tu kuitengenezea serikali hasara na hasira pia, lakini pia lawama zitoke kwa wananchi. Ila hakujua sasa kwenye ile ndege kwamba alikuwa amepanda mtoto wa waziri mkuu, na kati Sam Darfur hakujua kama waziri ana mtoto wa kike, na ni kwa sababu waziri mwenyewe hakuwa anamweka wazi mtoto wake. Kwa hiyo ndio hivyo mzee. Nadhani hapo tutakuwa umepata mwanga sasa ni wapi pa kuanzia. Na kuhusu kesi za kuuliwa kwa mama na mtoto, sikufanikiwa kumchunguza, ila Maureen baada ya kutekwa na mtu wa kwanza kupewa nilikuwa ni mimi, na nilifanya lolote lile kumweka sehemu salama mpaka leo hii. Lakini sikujua kama namsaidia mdogo wangu. Karifu aliweka sasa wazi kila kitu hadharani. Mpaka muda huo alikuwa analia sana. Alibana na kilio cha kutokuamini kama baba yake ndio yuko nyuma ya mambo yote yanayoendelea. Basi kabla Konya jiseme chochote, alikuja nesi na kutoa taarifa kwamba mwenye mtoto anahitajika katika chumba cha daktari. Fani na Konya ndo walienda kwa daktari kusikiza majibu ya mwanzo kutoka kwa daktari. Nani baba mtoto? Daktari aliuliza. Konya alinyosha mkono kwamba ni yeye, mama yake. Daktari aliuliza na kuacha Fani na Konya wakiangaliana tu bila kutoa jibu. Okay, usijali. Mtoto yuko salama. Kuna dawa ambazo alikuwa anapewa na zimemharibu kabisa. Inaonekana kuna dawa alikuwa anapewa kwa lengo la kumpotezea kumbukumbu zake. Ameshaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo hapo inahitaji apate counseling ile ya psychology ili kumweka sawa. Baba mtoto ndo una jukumu la kuhakikisha mtoto wako anajijua yeye ni nani, amezaliwa kwa nini anatakiwa kufanya. Daktari alikuwa anamzidishia tu mawazo Konya. Akili ya Konya ilikuwa imeshachanganyikiwa na mawazo ya kumpata huyo waziri mkuu. Sasa hivi kashampata Maureen, sio mtu ambaye atamwasa tena. Basi walitoka ndani kwa daktari, na sasa wote walisimama imara kusubiri agizo kutoka kwa baba kujua nini kinaendelea. Basi punde ujumbe ukaingia katika simu mbili kwa mara moja. Nilikuwa ni simu ya Karifu, lakini pia kwa ni simu ya Konya. Waziri mkuu yupo Ikulu, yupo na mpango wa kumuua rais. Ujumbe ulikuwa ni mmoja tu, lakini ulitumwa kwa watu wawili tofauti. Aisee, Konya alizidi kupagawa sasa. Aliwaangalia vijana wake walivyo na kisha akawapanga ili wote kwa pamoja waende Ikulu kumshuhudia jinsi atakavyomwaga damu ya Mr. X. Basi wanasema kwamba mtakacha uvunguni sharti iname. Au wengine wanasema kuwa ukitaka kulipwa jema, fanya jema. Hivi ndivyo ambavyo ilikuwa kwa upande wa Konya. Alikusanya kikosi na kisha wakaelekea Ikulu. Timu ilikuwa ni wanaume watatu na mwanamke mmoja. Alikuwepo Konya, alikuwepo Fani, alikuwepo Karifu, alikuwepo Khadija. Ndo ambaye aliogopa kabisa kwenda kushuhudia kile ambacho kitatokea huko. Ende akaangalia baba yake akiuawa. Aliamua tu kila mtu hapo aende kwa jinsi ambavyo anapenda kuwa aende tu. Yeye akaomba tu kubaki hospitali, atabaki kumwangalia mtoto. Basi gari ya Konya ndo ambayo ilitumika katika safari hii ya dakika 30 kutoka hospitali ya Mwananyamala kwenda eneo la Ikulu, ambapo walikuwa wamepokea taarifa kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu yupo huko kwa ajili ya kwenda kumuua rais. Basi wote walifika eneo la Ikulu na kukuta nje ya jengo hilo kukiwa na tafrani kweli. Ikulu nzima ilikuwa na magari mengi sana ya polisi. Kila aina ya polisi alikuwepo katika eneo lile. Ving'ora navyo vilikuwa vinasikika kwa nguvu kweli. Kana kwamba kulikuwa kuna hali ya sintofahamu hivi. Tumechelewa.
Konya alijua kabisa kwamba amechelewa kuja kumkomboa rais. Alipigiza kichwa kwenye usukani wa gari kuonyesha jinsi gani amepishana na Mr. X. Hebu subiri. Aliwasubirisha watu wake ambao walikuwa pale na yeye alishuka. Basi alisogea hadi karibu na lango la ikulu na kukuta kila mtu amejua na majonzi. Vilio vilikuwa vinasikika kwa mbali na waandishi wa habari wakianza kujaa katika eneo lile. Konya alipofika, alipokelewa na askari wake wa ngazi za chini na kupelekwa sehemu ya tukio. Tukio ambalo lilikuwa la kihistoria na liliwaumiza watu wengi sana kutokana na mtu huyo ambavyo alikuwa anapenda taifa lake kuliko kiongozi mwingine yeyote yule. Konya alipelekwa hadi katika chumba ambacho kilikuwa ni ukumbi wa mikutano. Chumba hicho kilikuwa kimependezeshwa na rangi nyingi nyekundu, ambapo sehemu nyingine kulikuwa na michoro ya bendera nyingi ya Umoja wa Mataifa ya nchi wanachama Afrika Mashariki pia, na ulikuwa ni ukumbi wa mikutano. Ndani ya chumba hicho ambacho Konya alipelekwa kulikuwa na watu wawili tu. Mmoja akiwa amevaa suti na amelala kwenye kiti chake, na mwingine akiwa ni kijana mdogo ambaye alikuwa anampiga picha hapo ikulu. Yule kijana alikuwa anampiga picha mtu yule mwenye suti. Kwa jinsi ambavyo huyu jamaa mwenye suti alivyokaa alionyesha kuwa kama ni mtu ambaye amelala kwa muda mrefu sana. Konya alisogea taratibu sana hadi kumfikia mtu huyo ambaye bado alikuwa amelala kwenye kiti, na kwa sasa Konya aliona vizuri kwamba mtu huyo amekatwa mshipa wa mkono wa kulia na damu nyingi zilikuwa zimemtoka. Alikuwa tayari amekwisha kufariki. Moyo wa Konya ulikuwa unaenda mbio sana na alikuwa anakataa kwamba mtu huyu tafadhali asiwe rais wake. Alikuwa anasogea polepole kuangalia na kuchungulia ili anachokihisi aone jamani hata isiwe ni kweli. Konya sasa alifika mpaka mbele kabisa ya yule mtu na sasa alimuona vyema kabisa. Prime Minister of United Republic of Tanzania, Mheshimiwa Ali Mustafa. Alikuwa ni yeye mwenyewe, Mheshimiwa Waziri, kwa jina lingine Mr. X. Konya alishusha pumzi nzito sana baada ya kuona mtu ambaye amepata kumjua siku hiyo hiyo kwamba ni gaidi ameuawa. Alibaki akiwa ameweka mkono wake kiunoni asijue afanye nini. Yaani aliganda kama sanamu la posta. Kwa nini wamemuua? Kwa nini wamuulie hapa? Au wenzake wamemgeuka? Konya alijiuliza maswali mengi sana, na alikuwa anamwona mbele yake ndo ambaye alikuwa kabisa waziri mkuu. Sasa kwa nini amekufa na kukatwa mshipa mkono? Aligeuka hapo na kumwangalia mpiga picha yule ambaye alikuwa pembeni ili kusubiri Konya atoke ili amalize kazi yake. Ebu piga nani hizi picha afuta niletea kwenye ofisi yangu. Aliongea Konya. Alikuwa amechoka kweli, ajua hata nini ambacho anaongea. Baadaye alirudi pale ambapo walisimama watu ambao walikuwa wamemleta. Kamera za hapa zinasemaje? Aliuliza Konya, na kuamini kuwa watapata angalau msaada ili kuona. Kamera ambazo zinamulika kwa masaa 24. Hakuna chochote mkuu, kila kitu kimefutwa. Alipokea habari nyingine ambayo ilikuwa ni mbaya na ilimpasa acheke kidogo. Yaani ilibidi acheke. Yaani ni kuna muda inabidi ucheke tu. Basi baada ya hapo aliaga na kisha alitoka nje kabisa ya jengo. Alipotoka na ule mwili wa waziri tayari ulikuwa umeshawekwa kwenye gari tayari kupelekwa sehemu ya kuhifadhiwa. Basi Konya alisimama na kuangalia watu wake ambao walikuwa amewafungia ndani ya gari, kisha ikabidi acheke tena. Basi alitoa tena kiko yake na kuweka mdomoni kisha kaiwasha. Alivuta kwa dakika 5 bila kusogea na kisha akarudi kwenye gari. Sasa ilikuwa vipi? Tunarudishwa saa moja nyuma ambapo Sam Dafur baada ya kujua kwamba Konya amefahamu ukweli kuhusu yeye na Konya ni mtu hatari sana na tayari ameshapoteza watu wake wengi sana wa muhimu, ni kama mbaki peke yake. Basi aliandaa mazingira ambayo yatamweka yeye salama kabla kukimbia Tanzania. Basi bwana aliamua kufuta ushahidi ambao utamfanya asigundulike kama yeye amewahi kufanya matukio hatari zaidi duniani, na kama serikali itagundua kwamba yeye ni gaidi basi ni kwa kiwango cha chini kutokana na ushahidi ambao utakuwepo ni mchache sana. Basi alilipua nyumba zake zote 6 mpaka ile ambayo alienda Konya wakati akiwa anamtafuta. Alitumia watu wake wote na kwenda kumuua kabisa Deus Bashasha ambaye alipewa kipigo na Konya na kuachwa pale ofisini. Kitu cha mwisho kabisa ambacho kabla ya kutoroka aliamua kufanya, alimuua waziri mkuu. Alimuua mkubwa wake wa kazi makusudi, kwa maana waziri mkuu ndo ambaye alikuwa anamwagiza kila kitu ili yeye awe salama. Basi hakukuwa na shaka, ilibidi amuue waziri, na alitumia watu wake usalama ili kumuita waziri ikulu kama na kikao na rais, na kisha kumkata mshipa wa damu kwenye mkono wake wa kushoto. Na mtu ambaye alikuwa ameagizwa kufanya hivyo wakati ambao tana kamera zote za ikulu zitakuwa zimegandishwa. Yaani wote ulikuwa ni mpango. Mchezo kawa hivyo, na yeye tayari alikuwa katika nchi za watu. Alishakimbia bwana Sam Dafur. Hata likitokea litukio yeye hakuwepo katika nchi. Mtamkamatia wapi? Hivi ndivyo ambavyo ilikuwa na mpango ulikuwa hivi. Sasa tunarudi pale kwenye tukio ambapo sasa inspector
alirudi kwenye gari yake na aliwaangalia wote pale ndani akiwa na kiko yake mdomoni. Waziri mkuu amekufa, aliongea akiwasha gari na kuondosha eneo lile. Mr. X, Khalifa aliongea kwa mshangao asiamini kama waziri eti amekufa. Hawakuwa na cha kufanya zaidi ya kurudi kule hospitali kwa ajili ya kwenda kumfuata Maureen. Walichukua ruhusa ya Maureen na kuendelea na matibabu nyumbani, lakini kabla ya kwenda kuanza maisha mapya, Konya aliwaambia watu wake waende kumwangalia jamaa yao Marco Polo ambao walimficha kule kwenye ile jengo la zamani la TANESCO. Basi walifika katika jengo hilo wote, lakini hawakumkuta Marco Polo, ila mitambo yote ambayo alikuwa anafanyia kazi ilikuwa pale. Jambo ambalo liliwashangaza zaidi Konya pamoja na Harifu ni kwamba mbele ya kioo cha kompyuta moja kulikuwa na ujumbe ambao uliandikwa: waziri mkuu yupo Ikulu, yupo na mpango wa kumuua rais. Pia jambo lingine ambalo lilikuwa ni la kushangaza ni kuwa katika kioo kingine cha kompyuta kulikuwa na picha mbili ambazo zilionyesha kuwa ni kamera. Picha moja ilikuwa inaonyesha katika jengo ambalo lilikuwa karibu na humo ambapo Fani alivamia, na picha nyingine ilionyesha chumba cha Ikulu ambacho mwili wa waziri mkuu ulikuwa umeuawa kwa kukatwa mshipa wake. I say, nini Konya anakifanya? I say, kumbe Marco Polo na yeye ni gaidi. Na ndio maana wakati ule kulikuwa kuna wasiwasi kutoka kwa Khalifa kwamba kama kuna mtu amejua ambapo yuko Maureen, basi kuna mtu ambaye yupo katikati yetu na anatuchezea. Tena ni gaidi wa karibu sana na bwana Sam Darfur. Na ndiye ambaye alikuwa anatoa siri zote za Konya, wapi anaenda, wapi aendi. Yaani alikuwa anamsaidia Konya, lakini pia alikuwa amekaa katikati yao pamoja na Sam Darfur. Sasa yeye alikuwa hayupo, tayari ametoroka, tayari amepotea. Sasa hali hii iliwapa mawazo sana timu Konya, ingawa walikaa kwa mwezi mmoja sasa hapa Tanzania na Tanzania ilikuwa imetulia bila kuwepo kwa chokochoko yoyote ile kigaidi. Sasa taarifa ya nchi ikatoka kuwa na inatakiwa kueleza umma kwamba bwana Sam Darfur alikuwa anatafuta popote pale alipo duniani nani gaidi. Kwa hivyo harakati za kumtafuta popote pale zilikuwa zinaendelea na serikali itashirikiana na Umoja wa Mataifa ili kumshika gaidi huyo. Sasa taarifa za Mr. X, yani waziri mkuu, zilikuwa ni safi tu na hazikuwa na ubaya wote ule. Serikali ilificha kutokana na kutojenga hofu katika mioyo ya watu. Hakutaka jamii wazi hiki ni nini, yani waziri mkuu alikuwa kwenye kundi la magaidi. Basi bwana, mheshimiwa alizikwa vizuri, Mheshimiwa Ali Mustafa, japo kuna ambao waligundua uchafu wake, lakini kwa sababu ameshafariki hakuna sababu tena, sasa hivi hatuna cha kusema. Sasa Fani aliamua kuomba ruhusa ya kwenda tena Afrika ya Kusini kwa ajili ya kusoma. Humu pia na yeye aliomba Konya kama baba yake sasa aende huko Afrika ya Kusini pia kusomea udaktari. Khalifa alipendekeza kwenda Njombe kuweka kwanza mambo ya kifamilia vizuri ili aweze kuanza maisha mapya. Hadija alikuwa anajishughulisha na uhudumu wa kasino kubwa ambao ilikuwa Oysterbay Masaki. Konya na Maureen waliishi katika nyumba yao mpya ambayo ilikuwa minunua Pwani. Maisha yakawa mazuri mno kwa kila mtu, ambapo kila mtu alikuwa anafurahia kwa jinsi ambavyo alikuwa amefanikiwa kwa namna yake kuirudisha amani ya nchi ambayo ilikuwa imepotea kwa muda mrefu sana. Haya msikilizaji, hatimaye vurugu zimepotea, vurugu zimetulia, angalau kumekaa kimya, lakini mimi nina hofu pamoja na kwamba ukimya upo, Sam Darfur bado hajapatikana. Nafikiri kwamba Sam atapoa, atatulia. Marco Polo pia kakimbia, na ambacho nafahamu ni kwamba kwenye mlolongo wote ambao unahusisha magaidi basi wao wanakuwa ni wengi kweli kweli. Wewe unaonaje? Nini kitaendelea? Ni kweli amani imerudi? Amani imerudi kweli katika huu mji ama nini kitafuata? Basi mimi nakwambia tutakutana tena katika sehemu ijayo tufahamu kama kweli taifa limebaki likiwa salama bin salmini. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu, lakini mwandishi wa simulizi hii Inspector Konya, jina lake ni Xavier Luoga, mwenye anapenda kujiita mkandarasi. Nyuma ya mic jina langu naitwa Tutu. Tutakutana tena wakati ujao.